Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika kipindi chetu hiki, kipindi maalum kabisa tunapokaribia kumaliza siku za mwaka wa Bwana 2025 kuingia 2026. Nimeona ni vizuri tutafakari kuhusu mada hii, kanuni na misingi ya matumaini katika mwaka mpya 2026. Kanuni na misingi ya matumaini chanya katika mwaka wa Bwana 2026. Nianze kwa misemo muhimu kabisa au mawazo ambayo yanaweza yakatufungulia macho yetu katika maandalizi yetu ya mwaka kesho, tunapomshukuru Mungu kumalizia mwaka 2025 kuingia mwaka 2026. Msemo wa kwanza, kuna msemo usemao mtu mwoga hufa mara 7 kabla ya kifo chake rasmi. A coward dies 7 times before the real death. Kwa nini? Tunapokuwa na wasiwasi usiokuwa na misingi mingi au wasiwasi uliopitiliza, hofu iliyopitiliza, hatuwezi kusonga mbele. Msemo namba 2, kila kizazi kina wajibu wake tofauti. Haya ni maneno yaliyosemwa na meya wa jiji la Miami kule Marekani. Huyu meya aliitwa Philippe Levin, na akasema kila kizazi kiwe ni kizazi cha mwaka wa 60, mwaka wa 70, mwaka wa 80, mwaka 2025, mwaka 2030, kila kizazi kina assignment yake tofauti. 3, yeyote anayejibadili chanya ndani yake, katika nafsi yake, katika utashi wake, hubadili mazingira na ulimwengu wake. Kwa mabadiliko hayawezi kutokea ukasema naenda kubadili Tanzania, naenda kubadili mkoa wa Kilimanjaro bila wewe mwenyewe kubadilika. Naenda kubadili kanisa, naenda kubadili msikiti, naenda kubadili shule, naenda kubadili chuo kikuu. Wewe mwenyewe katika nafsi yako, katika akili, katika utashi lazima kubadilika. Kwa ufupi, wanadamu takribani bilioni 9 wanajiandaa kuona mwaka 2026 kwa hisia kuu mbili, kwa namna mbili kuu. Kwanza, wapo wengi waliokata tamaa. Wamekata tamaa kwa majeraha na maumivu ya kiroho, ya kiakili, ya kimwili, ya kiutashi, ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kimahusiano, kila nyanja ya maisha. Kuna waliokata tamaa. Kwa hiyo majeraha na makovu na maumivu yamesonga wengi. Sasa tunaingiaje katika mwaka mpya bila kujitambua na kuanza kusema tutafute dawa ya kuponya majeraha haya, machungu haya ya kiuchumi, ya kimahusiano, ya kindoa, ya kisiasa, ya kimazingira, ya kimkakati. Kwa hiyo wako wengi kati ya hao bilioni 9 duniani. La pili, wapo baadhi wenye matumaini, wenye furaha, wenye matarajio, wenye mikakati, walio na hamu ya kuatamia ndoto mpya na ubunifu mpya kwa ajili ya furaha ya baadaye. Wapo aina hiyo. Lakini wote hao wapo katika kipindi cha kuvuka daraja la 2025 kuingia daraja la 2026. Kuvuka daraja la kutoka kwenye maisha ya 2025 kuingia maisha ya 2026. Mtaalamu mmoja mashuhuri sana, gwiji wa hisabati na fizikia, aliyeitwa Albert Einstein, aliwahi kusema, na mnukulu, katika dimbwi la mahangaiko na changamoto zipo fursa chanya zilizojificha. Narudia alichosema mtaalamu huyu mashuhuri Albert Einstein
gwiji wa hisabati na fizikia aliyesema, katika dimbwi la mahangaiko na changamoto za maisha zipo fursa chanya zilizojificha ambazo hazionekani kwa urahisi, lakini kwa wale ambao wana jicho la ndani, wana ubunifu, wana uvumilivu, wana busara na wanapenda kumwomba Mungu, hasa Mungu Roho Mtakatifu awajalie matumaini katika mahangaiko, basi kuna fursa zimejificha. Kuna fursa nyingi zilizojificha katika mahangaiko na changamoto za maisha. Kipindi cha kuelekea mwaka mpya ni kipindi cha siku chache zinazotudai tafakari ya kina, tafakari makini, tafakari chanya. Narudia, tafakari ya kina, tafakari makini, tafakari chanya, tafakari endelevu ya kanuni zifuatazo. Nimejaribu kubuni na kutengeneza kanuni kuu 8 za msingi za mabadiliko chanya na matumaini. Watu wengi wamekata matumaini kama nilivyosema hapo mwanzoni, ili tuweze sasa kutoka katika dimbwi la changamoto za 2025 tuingie katika matumaini mapya ya 2026. Ndio maana hata Baba Mtakatifu Francisco aliyefariki mwaka huu 2025 aliona kabisa dunia sasa inakuwa ni wingu la changamoto hatarishi. Akaanzisha kitu kinachoitwa mahujaji katika matumaini katika kanisa na katika dunia. Sasa naomba nianze kutaja hizi kanuni nilizozitengeneza, ni ubunifu wangu. Kanuni namba 1, kanuni ya kutafuta dhahabu ya maisha iliyofichika. Dhahabu ya maisha iliyofichika, maana yake ni nini? Dhahabu ya maisha iliyofichika ni kuwa na fikra chanya katika mahangaiko ya maisha. Dhahabu ya maisha iliyofichika ni kukiri kuwa hatuwezi kubadilisha mambo ya nje kabla ya kuingia ndani ya mioyo yetu. Moyo wa binadamu, sasa hivi tunaongelea dunia ina watu bilioni 9. Tanzania ina watu milioni 64 na ushe. Afrika ina takribani watu milioni 500. Sasa mioyo ya hawa wanadamu, wawe bilioni 9 wa dunia, wawe milioni 64 wa Tanzania, wawe milioni 500 wa Afrika, moyo wa binadamu kwa siku unasukuma lita 10,000 za damu katika viungo mbalimbali. Na ndio hivyo tunapaswa tusukume matumaini lita 10,000 kila mtu kwa mwaka 2026 katika familia, katika kanisa, katika elimu, katika mazingira, katika siasa, katika teknolojia, tehama, katika mahusiano, katika ndoa, katika muktadha wote wa maisha ya mwanadamu. Na huu moyo ambao nimesema kwa siku, kila moyo wa binadamu, ninyi mnaonisikiliza na kuniona mna mioyo pia, maana na moyo unafanya kazi hata kama unaumwa, lakini ni vizuri kujenga hisia chanya ambazo zinaleta matumaini katika muktadha huu wa moyo unaosukuma lita 10,000. Usiniulize hizi lita 10,000 zimetoka wapi, na mimi ni umbo langu ni demu hiyo inarudiwa mara lita 10,000 hiyo ya kwako, hata kama ni lita 20 itasukumwa na jumla yake itakuwa ni kama lita 10,000 kwa siku. Na mapigo ya moyo wa binadamu, moyo huo unapiga katika maisha ya binadamu kati ya miaka 70 na 80, mapigo bilioni 3. Binadamu akiishi miaka 70 hadi 80, kitaalamu ni mapigo bilioni 3. Kwa hiyo sasa haya mapigo bilioni 3, tuseme labda hata robo ya wanadamu wanaishi miaka kati ya 70 na 80, wawe na mapigo chanya, sio tu ya damu, bali mapigo ya matumaini, mapigo ya imani, mapigo ya upendo, kusukuma mapendo kwenye siasa, kwenye uchumi, kwenye kanisa,
kwenye misikiti, kwenye ndoa, kwenye elimu. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Nimesema kanuni ya kwanza ni kanuni muhimu ya kutafuta dhahabu. Tusitafute takataka katika maisha yetu. Tubadili mfumo wa kufikiri na kuhisi kwamba pamoja na matatizo, changamoto tulizo nazo, kila mwanadamu, kila Mtanzania binafsi na kwa jumla, kila mwanadamu duniani, tutafute dhahabu kila mmoja alionayo, almasi alionayo. Kanuni namba 2, kanuni ya kuchukua wajibu wa binafsi na wajibu wa pamoja au wa jumla kwa umakini. Kuna watu kumuuliza, kwa nini unaishi? Hata sijui kwa nini naishi. Kwa nini uko hapa sokoni? Sijui nafanya nini. Kuna mahali nilienda kununua samaki, nikamkuta mama mmoja ana samaki nusu ndoo. Nikamwambia naomba ninunue wote. Akaniambia, ukinunua wote sasa baba, padi, ukinunua wote mimi mpaka jioni nitafanya nini? Ndio namna ya watu wetu, na wako wengi. So kanuni ya kuchukua wajibu na wajibu wa kuongeza mtaji, na wajibu wa kuongeza mafanikio, na wajibu wa kuongeza faida halali na kadhalika. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja binafsi na kwa pamoja tukatambua wajibu wetu, lakini tukatambua mapungufu yaliyoko. Wajibu, kwa mfano, kila watu bilioni 9 duniani leo, kila mmoja angejua wajibu wake duniani, dunia ingekuwa paradiso. Ingekuwa paradiso kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo cha Biblia, sura ya 2 mstari wa 15. Mungu akamweka Adamu na Hawa na akawaambia waitunze ile bustani. Walikuwa watu wawili, wakapewa wajibu wa watu wawili. Leo hii tuna bustani inaitwa dunia, na kuna wajibu wa watu bilioni 9. Wajibu wa kufanya kazi, wajibu wa kuwa na hofu ya Mungu, wajibu wa kutenda haki, wajibu wa kufanya yale tunayopaswa kufanya. Hiyo ni kanuni ya 2, kanuni ya kuchukua wajibu. Leo hii kuna watu hawajui wajibu wao, au wanafikiri wajibu wao ni kutenda mabaya, ulevi, mauaji, ufisadi. Kumbe huo ni wajibu ambao huo si wajibu. Hayo ni mapungufu. Kwa hiyo kanuni ambayo itaweza kutupa matumaini mapya katika mwaka wa Bwana 2026, kila mmoja bila kujali imani yako, cheo chako, rangi yako, uwezo wako, kabila lako, ni kuchukua wajibu seriously, kwa umakini. Namba 3, kanuni namba 3 ya maisha ya matumaini mwaka ujao, mwaka wa 2026. Kanuni ya huruma kwa nafsi, kwa binafsi na kwa wengine. Huruma. Kuna kitu kinachoitwa sympathy fatigue syndrome. Watu leo hii wanaugua ugonjwa wa kupungukiwa na kutindikiwa na huruma. Wazazi wametindikiwa na huruma kwa watoto wametindikiwa na huruma kwa wazazi, wanasiasa wametindikiwa na huruma kwa wananchi wametindikiwa na huruma kwa wanasiasa, viongozi wa dini wametindikiwa na huruma kwa waamini wametindikiwa na huruma kwa viongozi wa dini, mwanandoa huyu ametindikiwa na huruma kwa huyu na kadhalika. Kwa hiyo tumekuwa ni wahanga na waathirika wa saratani ya mchoko wa huruma, utindio wa huruma, compassion fatigue. Wazungu wanaita compassion fatigue. Tumechoka. Lakini tukisoma katika Injili ya Mtakatifu Luka, Injili hiyo ya Luka sura ya 10 mstari wa 25 hadi wa 37, tunasoma nini? Luka sura ya 10 25 hadi 25 hadi 37. Naomba kusoma. Mfano wa Msamaria mwema, mfano wa kibiblia ambao unaonyesha mtu ambaye hakuchoka nini? Kutoa huruma. Baadaye mwanasheria mmoja alisimama akamuuliza akitaka kumtega, "Mwalimu,
nifanye nini nipate uhai wa milele? Yeye akamuuliza, imeandikwa nini katika sheria? Unaelewaje? Akamjibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili yako yote, na mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Yesu akamwambia, vema, umesema vema, umesema vema, vema, umesema vema. Yaani alipata 100% ya hilo swali, lakini yeye akitaka kujihakikishia kuwa mwema akamuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akamjibu, mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Alipokuwa njiani, alivamiwa na majambazi, wakamnyang'anya mali yake na kumpiga, wakamwacha amelala pale nusu mfu. Kumbe kuhani mmoja akawa anapita barabara ile ile, akamwona, akapita kando. Hali kadhalika na Mlawi mmoja alipofika mahali hapo, akamwona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja aliyekuwa anasafiri alifika pale yule mtu alipokuwa, naye alipomwona alimwonea huruma, akamwendea, akamtibu majeraha yake na kumtia mafuta na divai na kuyafunga, halafu akampandisha juu ya punda wake, akampeleka katika nyumba moja ya wageni, akamuuguza. Kesho yake akatoa fedha denari 2 akampa yule mwenye nyumba, akamwambia, muuguze mtu huyu, na chochote utakachotumia zaidi nitakulipa nitakaporudi. Kisha Yesu akauliza, kati ya hao watatu ni yupi aliyeonyesha kuwa jirani yake yule aliyevamiwa na majambazi? Yule mwalimu wa sheria akamjibu, ni yule aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, nenda ukafanye vivyo hivyo. Tunaitwa mimi na wewe mwaka mpya, kuanzia Januari tarehe ya 1 mwezi wa 1 mwaka wa Bwana 2026 hadi tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka wa Bwana 2026, tukatende mwema, tukawe ni watu wa huruma kama huyu Msamaria. Kanuni namba 4 ya kuweza kufanya mabadiliko chanya ya maisha ya kila mmoja na maisha ya pamoja. Kanuni ya 4 ni kanuni ya mabadiliko kina. Wazungu wanaita deep change and transformation. Kubadilika kweli kweli, kutoka kwenye majanga hatarishi ya vita, majanga hatarishi, vita katika ndoa, vita katika familia, vita katika siasa, vita katika imani, katika dini, vita katika jamii, vita katika uchumi. Yaani mabadiliko ya tabia ya maadili, sio tabia nje tu, na kuacha ulaji hatarishi wa vitu. Watu leo hii wanakula vitu vimekuwa ndio miungu yao, miungu fedha, miungu majumba, miungu magari, miungu siasa, miungu starehe, miungu ngono, miungu ya vitu vya nje, miungu habari, tena habari zile zinazoleta sumu, toxic news, miungu fitina na figisu na kadhalika. Kwa hiyo mabadiliko, kanuni ya mabadiliko kina ni kanuni namba 4. Kanuni namba 5, kadiri ya tafakari yangu, ni kanuni ya mageuzi na mapinduzi ya ndani ya moyo. Moyo ndio driving engine, ndio injini ya mabadiliko. Kitu mtu anachokipenda huwa anakifanya, sio tu akili, anakifanya. Kwa hiyo kuanza sasa upya kutumia moyo. Kuna mahali nilienda kwenye mazishi wiki iliyopita, mama mmoja akazikwa, wakasoma pale historia fupi ya marehemu. Mama huyu
amekaa na watoto wa dada zake, watoto wa sio wajomba zake, akawasomesha. Hakuwa tajiri, karibu watoto 20 kwa miaka tofauti tofauti. Sasa wale watoto wake wakamwambia hivi, father, sisi mbona wake zetu hawathubutu kuchukua watoto wa majirani na watoto wa ndugu zetu na kuwatunza? Nikamwambia, kwa vile nyinyi mnatumia akili, hamtumii moyo. Nikiwachukua hawa bajeti itaongezeka. Nikiwachukua hawa sijui shida itatokea, watagombana na wakwangu. Nikiwachukua hawa tutapata ugomvi. Bili ya maji, bili ya umeme, sijui bili ya chakula, bili ya au ada itaongezeka. Mama huyo amesaidia watu wengi sana. Amefariki akiwa na miaka 98. Maana yake nini? Lazima tulete mageuzi ya nafsi zetu katika moyo. Naongelea kuhusu maadili ya moyo, sio maadili ya akili, sio maadili ya siasa tu, maadili ya taaluma ya wanazuoni, maadili ya moyo. Viongozi wa dini wawe na moyo, wazazi wawe na moyo, waandishi wa habari wawe na moyo, wanasiasa wawe na moyo, wataalamu mbalimbali, familia, jumuiya ndogo ndogo. Moyo ni kiini cha mabadiliko. Kwa hiyo tufanye kitu kinachoitwa a mindful revolution through the hearts, kuleta mageuzi na mabadiliko chanya ya upendo wa kweli, na kuanza sasa kugusa mioyo ya watu, kugusa maisha ya watu. Hivyo mama huyu ndio toa mfano, amegusa maisha ya watu wengi, na watu hawahitaji kutoka Dar es Salaam kwenda huko tulikomzika kwenda kuangalia kaburi lake. Wanahitaji kubaki pale walipo na kuona, huyu alisaidiwa akaenda chuo kikuu, huyu alisaidiwa akaanzisha kioski, huyu alisaidiwa akatolewa matongotongo ya ujinga wake. Na dunia inahitaji watu ambao wanaosha matongotongo ya wengine, ambao hawataki kubadilika, hawataki kuona fursa zilizoko katika changamoto, fursa zilizoko katika misukosuko na mitingisiko ya maisha. Yaani sio tu kulalamika, bali kusema mimi nifanye nini hapa. Hiyo ni kanuni namba 5. Kanuni namba 6 ni kanuni ya mshikamano na wengine. Kuna watu wameamua kukaa wenyewe kama visiwa. Sitaki kushirikiana na wengine, sitaki kusikia mawazo yenu, mimi naelewa kila kitu. Kwa hiyo ni saratani. Turudi kwenye kanuni yangu namba 6 ya mshikamano wa pamoja, kufikiri kimshikamano, collective thinking, collective awareness, kutamani mambo mazuri kwa pamoja. Yaani mtu akisema, jamani, natamani tuwe na mashamba mazuri kama yani sio tu la kwangu, tuwe na nyumba nzuri, sio tu nyumba yangu, tuwe na watoto na wajukuu wanao wenye adabu, sio tu wanasiasa wema, sio tu chama kimoja, vyama vyote tuwe na waamini wema, sio tu dini yangu au dini yako tu, sio dini yako tu, watu collectively kutenda kwa pamoja kimshikamano, kiimani, kiteknolojia, kimaadili. Sio tu kulea watoto wako, msiangalie pornography tu, nyeo akitoka hapo ataenda kufundishwa ujinga. Kimshikamano tunafanyaje na majirani, tuambie watoto wetu, wajukuu wetu wasiangalie mambo ya kipuuzi kwenye mtandao. Wote kwa pamoja, mshikamano katika mema, katika mambo yanayojenga. Ukisema tunashikamana na watoto wangu na mume wangu na mke wangu au na dini yangu, wengine watafanya mambo tofauti, watakuwa ni destructive influencers. Leo hii tunaongelea kuhusu influencers katika maana chanya, lakini wengi leo hii wamekuwa ni influencers katika maana hasi, katika maana hatarishi, katika maana mbovu na mbaya. Kwa hiyo kanuni namba 6, kuna watu basi wanakuwa na allergy ya kushikamana na wengine kimawazo, kimaono, kimatendo, kiimani, kisiasa, kiuchumi, kimaadili na kadhalika. Kanuni namba 7, kanuni ya kutosheka na vitu Mwenyezi Mungu alivyokujalia, vile vya msingi, basic human needs, malazi, mavazi na chakula. Kuna watu wanataka wawe na viatu pea 20, pea 50. Huko sio kutosheka.
So kanuni ya utoshelezi. Na ninawaomba Gen Z, kwa mambo mengi wanayoyafahamu, wanaweza pia wakaleta utamaduni mpya wa kutosheka. Sio lazima kuwa na simu 3-4. Sio lazima kuwa na viatu au suruali pesa ngapi. Sio lazima kwa wale wazazi wao wenye uwezo, lazima kila familia ya watu wenye watu 4 5 kila mtu awe na gari moja au mawili. Si lazima. Kutosheka. Utoshelezi. Sio lazima kula mpaka kuvimbiwa mwaka ujao 2026. Sio lazima kunywa mpaka hiyo pombe inakimbia, inasema sasa huyu kwa kweli huyu ameninywa mpaka sasa namkimbia au namuua. Sio lazima kuangalia picha ziwe nzuri au mbaya mpaka macho mpaka unakosa usingizi. Si lazima. Kutosheka. Kuwa na utoshelezi katika yale ulionayo, mahitaji ya msingi. Hivyo basi kujikita katika mambo nyeti na muhimu ya maisha. Leo hii watu wanapasuka msamba kwa kujihusisha na mambo mengi mno ambayo ni ya kipuuzi, ya kijinga. Mambo mengi, nataka nijue hili, nataka niwe na hili, wanapasuka msamba kiuchumi, msamba kisiasa, msamba kimahusiano, yani schizophrenia wanaita katika elimu na tasnia ya saikolojia. Kupasuka msamba, yani to be destroyed completely, unaharibika. Kwa hiyo nimalizie na kanuni ya mwisho ya 8, kanuni ya ubunifu kwa mwaka ujao. Hebu tutumie talanta tulizopewa. Kuna watu hawataki kutumia talanta walizopewa, na maandiko matakatifu yanatueleza. Tuanze kwanza na kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Sura ya 1 aya ya 27. Tunasoma hivi: basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, naam, kwa mfano wake Mungu alimuumba, akawaumba mwanamume na mwanamke. Mungu alikuwa mbunifu. God is innovative. God is creative. Sasa na sisi tumejaliwa chembe vinasaba DNA ya ubunifu, lakini tunalaza damu. Ndio maana tukisoma Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ile ya 25 aya ya 14 hadi ya 30. Mathayo 25:14 hadi ngapi? Hadi 30. Tunasoma hivi tuweze kujua 25:14, sura ya 25 mstari wa 14 hadi wa 30. Tunasoma hivi: mfano wa watumishi watatu. Wakati huo itakuwa kama mtu mmoja aliyetaka kusafiri ng'ambo. Aliwaita watumishi wake, akawakabidhi mali yake. Alimpa kila mmoja kadiri ya uwezo wake. Mmoja fedha talanta 5, mwingine talanta 2, na mwingine talanta 1. Kisha akasafiri. Mara yule aliyekabidhiwa fedha talanta 5 akafanya kazi nazo, akapata faida talanta 5. Hali kadhalika na yule aliyekabidhiwa talanta 2 akapata faida talanta 2. Lakini yule aliyekabidhiwa fedha talanta 1 akaenda akachimba shimo ardhini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya muda mrefu, yule bwana alirudi, akaanza kukagua hesabu na matumizi na mapato ya fedha yake. Mtumishi aliyekabidhiwa fedha talanta 5 akaja, amechukua talanta 5 faida. Akamwambia, bwana,